Wenzangu mnaonisikiza, watu wa kirohani, lakini pia walimu, wanafunzi wenzangu, tambueni kuwa ufalme wa kweli, ufalme wowote unaojua wewe, unataka kuwa master katika kutibia, unataka kuwa master katika elimu za viumbe, lakini katika elimu nyingine, ufalme haujengwi kwa mawe au kwa tofari, bali ufalme, kiini cha jengo la ufalme kinajengwa kwa nuru ya ndani. Yaani mzizi wa ufalme wa mtu wewe unaanzia ndani yake. Haujengwi nje tu kwa sababu akajua kuvaa pete, unaanzia ndani. Lakini nuru hiyo Allah mwenyewe ndo kaiweka kwa watu, yaani Mungu mwenyewe ndo kaiweka. Lakini mtu ujengeka kwa kusikiza na kwa kufuata miongozo ambayo inatoka ndani yake. Mungu mwenyewe ashawezesha mtu awe ana kitu kinachomuongoza. Sasa usiposikiliza hiyo miongozo, hauwezi ukafikia kwenye ufalme wa kweli. Kwa hiyo sauti ya ndani ni muhimu kuisikiliza, kwa sababu umuhimu wake ni mkuu kuliko hazina zote za duniani. Kwa sababu kila mtu naamini ambaye anatuletea kitu katika dunia kikatufaa, kikatusaidia, kabuni eza katika nyanja za usafiri, usafirishaji, afya na kadhalika, tunajua kuna kitu kilichomuongoza. Kwa hiyo kama tutaacha kusikiliza sauti za ndani, maana yake tutaacha kupata vitu vya kiubunifu zaidi duniani. Kwa hiyo sauti ya ndani ndiyo inayomuongoza mtu katika njia ya haki na amani. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kujifanya kiziwi kwa sauti yake ya ndani, bali kila mmoja anapaswa kutega masikio yake yote mawili, akasikia sauti ya ndani, akaitafakari kwa utulivu na kufanyia kazi tena kwa hekima kubwa isiyokuwa na mipaka. Na kufanya hivyo itajalia kuleta maendeleo ya vizazi na vizazi. Kwa ndugu zangu, tumakinikeni na hayo. Lakini kitu ambacho kinachosababisha mara nyingi tushindwe kusikia miongozo ya ndani ni watu kukosa utulivu. Maana yake ana utulivu wa nje wala utulivu wa ndani. Na utulivu unataka mazoezi. Mambo mengi ya kuzingatia ni pamoja na kutenga muda wa kutulia, kutafakari, hata kufanya ibada, kuswali kwa imani yako, kujifunza kutambua sauti na dhamiri yako. Wewe una nia gani? Je, sauti hii niloisikia inanipeleka kule katika jambo langu ambalo kwangu mimi ni rahisi kulifanya? Lakini pia nakuwa muwazi kwa ishara na ushawishi, uwe mdogo au mkubwa. Lakini ndugu zangu, ni muhimu kupima miongozo ambayo tunayopata. Muhimu kupima. Wengi tunadharau ndoto, wengi tunadharau sauti, kwa sababu ukiachana na ndoto, ziko sauti za ndani ambazo kila mmoja wetu anazipitia au huwa anazisikia, huwa anaambiwa na ufalme wake. Sasa hizi sauti kama tutazingatia, kuna mambo zinatuelekeza, pana sehemu zinatutuma. Sasa je, ni wangapi katika sisi wenye kuhitika hizo sauti wakakubali kuagizwa? Kwa sababu wengi hawataki kusikia na wanaona kama hizi sauti ni kitu ambacho cha kufikirika, kwamba hakipo. Lakini bado na wengine mbaya zaidi utawakuta wanataka kupata asali ya kifalme, lakini sauti za kifalme hawazisikilizi. Sasa ni mtihani sana. La mwanzo, kila mmoja wetu anapaswa kutenga muda wa ukimya na utulivu kila siku. Sio wewe asubuhi mpaka jioni unashinda kwenye makelele, unashinda baa, miziki inapigwa, miziki ya Kongo mpaka wasanii wa Kongo nyimbo zao zinaisha. Wanaweka miziki ya Nigeria mpaka wasanii wanaishi nyimbo zao zinaisha. Upo tu wanapiga nyimbo za Tanzania, wewe unaamka na makelele. Na kuna watu wanaamka na makelele na akilala anaweka phone masikioni, zile podi, anasikiliza tena mziki. Sisemi miziki, kuna wakati ukiwa unapaswa kukua kiroho na kutaka kuzima makelele ya nje ili uweze kusikia
sauti ya ndani, kusikiliza miongozo ya ndani, lazima uzime, uache kusikiliza miziki, kwa sababu miziki pana sehemu inakuongoza. Sasa hauwezi kuwa unaongozwa na vitu viwili, lazima uzime vitu vya nje ili upate muongozo mmoja. Kwa hiyo jitahidi kwa siku at least upate kujitenga na upate kukaa sehemu ya utulivu japo saa chache. Lakini jambo la pili, jifunze kutambua sauti na dhamiri yako, wewe nini unataka na kadhalika. Jambo la tatu, weka diary ya ndoto zako na hisia zako. Hakikisha uwe unahisia, wewe uwe unahisi nini. Haya ukiyafanya itakupelekea kusikia sauti ya ndani. Lakini jambo jingine, kuwa muwazi kwa ishara na matukio yasiyotarajiwa. Yaani kuwa muwazi zaidi. Kuna ishara utaziona, kuna matukio utayaona. Lakini jambo jingine, pima miongozo unayopata lakini na maadili yako. Hebu jiulize, kila mmoja ana asili ya maadili yake kutoka ndani. Mwingine kwa mujibu wa maadili yako, vijiulize, hiyo miongozo unayoifuata ni sawa? Kwa sababu kuna mwingine ni mtu mwenye maadili mazuri, lakini pana miongozo anaipata inamwambia wewe jukua mwanamuziki, vua nguo. Lakini kuna wakati kuna vitu vinamkatalia yeye, si wa huko. Unakuta kuna kitu kingine amekiruhusu kimpatie miongozo, na wala asikilizi miongozo kutoka kwenye kile kitu chake cha ndani. Lakini jambo jingine, tafuta ushauri kutoka kwa washauri wa kiroho wenye elimu na unaowaamini. Wa kiroho wenye elimu na unaowaamini. Jambo jingine, jizoeze kutenda kulingana na miongozo unaoipata. Usitende mambo kwa sababu ndio liko mbele yako. Miongozo inakukatalia wewe kufanya shughuli fulani, unasema kwa sababu ndio shughuli iliyopatikanika, ngoja tu niifanye. Utajikuta kila siku unarudi nyuma na miongozo itaacha kukupatia, kwa sababu muongozo mmoja unaotoka katika falme una thamani. Hauwezi kwa miongozo inatoka 10 20 haifanyiwi kazi ukataka miongozo iendelee kuja. Lakini jambo jingine, asabru, kuwa mvumilivu. Michakato mingi ya kirohani wewe inachukua muda tena mrefu. Kuwa mvumilivu, inna Allah ma'a sabirin, wenye kusubiri wako pamoja na Mungu. Na jambo jingine, jifunze kutofautisha miongozo, na nitakuja kulitoa hili darasa, nimeshakwisha kuliandaa, namna gani utajua kutofautisha miongozo. Ujue pana miongozo ya ndani kutoka kwa falme yako, na pana matamanio. Vyote vinaweza kutokea ndani. Mimi naweza kutamani kutoka ndani kwamba nimetamani kunywa soda, lakini nimetamani, lakini na ndani yangu pia kukawa kuna kiu wakati huo huo. Sasa utawezaje kutofautisha kwamba haya ni matamanio yangu tu? Kuna wengi wanaishi katika matamanio, na Ibilisi anawapata watu wa kirohani kwenye kushindwa kutofautisha matamanio yao na miongozo. Ibilisi anaweza akakufanya ukawa una matamanio ya kuchoma udi fulani, matamanio tu, lakini si miongozo, au marohani hawako na kadhalika. Au kawa wewe una matamanio ya kuwa mganga, lakini miongozo yako haikwambie wewe kuwa mganga. Hasa inabidi tupate elimu ya kutofautisha kati ya miongozo ya kindani, miongozo inatoka ndani mwetu, lakini na matamanio. Unaweza ukawa unatamani kuwa askari, ni matamanio yako tu, lakini kwa sababu ni ile kitu inatoka ndani, wewe ukajua ndio miongozo, kwa sababu inatoka ndani ya moyo wako. Lazima tujue kutofautisha. Darasa special niliandaa, bado tu kulituma. Lakini pia tujitahidi pia kushukuru kwa miongozo yoyote ambayo tunayopokea. Tuwe ni watu wa shukurani. Pokea mwongozo, shukuru. Hata kama ni mwongozo mbaya, shukuru. Mara ngapi tunaepushwa sisi na watu ambao libidi watuzuru, watufanyie mambo mabaya. Kwa hiyo lazima tufahamu namna ya kujiepusha. Lakini pia si kujiepusha, kushukuru kwa miongozo tunayopata. Yawezekana imetufurahisha au haijatufurahisha. Yawezekana hiyo miongozo inaendana na matamanio yetu au haiendani na matamanio yetu. Tuwe ni watu wa kushukuru na kusema alhamdulillah ala kul hali. Tumshukuru Mungu kwa kila namna, kwa kila hali. Wa hakadha min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana, walhamdulillahi rabbil alamin.